Kuna mjadala ambao unaendelea kule Marekani, hasa baada ya Pentagon kupunguza namba ya vifo vya wanajeshi wa Marekani iliyotokea hivi karibuni, kwa sababu awali namba ilionyesha kama kulikuwa kuna 14 ambao wameuawa, ukijumlisha wanne ambao walikuwa wameuawa hivi karibuni, watatu kule Jordan na mmoja kule Iraq. Ile namba ilisoma hivyo. Hata wizara ya ulinzi au nasema wizara ya vita ilikuwa imetoa taarifa katika muktadha huo huo kuonyesha kuwa wanajeshi wa Marekani takriban 18 walikuwa wameuawa, lakini ghafla ile website ikapunguza namba na ikaonyesha tu kuwa ni 14 sio 18. Maswali yakawa mengi, ufichuaji wa taarifa, madhara. Wabunge wakawa wamembana juzi waziri wa vita kuwa mnaweza mkatueleza ukweli kuhusu madhara, athari, vifo, gharama na kila kitu ambacho kinatokea kwenye huu mzozo. Kwa hiyo ukawa kama kuna mvutano fulani unaendelea mpaka hivi sasa bado haijafahamika, na hata hivyo wizara ya vita imetetea hoja yake ya kuendelea kuficha namba, kutoa madhara katika kile wanachokisema kuwa kama tutatoa madhara au tutazungumza kueleza uhalisia wa uharibifu uliofanyika, huenda tukampa faida adui na kujua kuwa huenda hesabu zake ziko sahihi. Hii ni akili ambayo wamekuwa nayo Israeli muda mrefu, kuficha taarifa, kuzuia kutoa taarifa kwa madhara yoyote, hata kuripoti vifo, kuwa wanaona kuwa ni kupoteza au kumpa kichwa adui. Nadhani Marekani wameamua kuikopi hii kutoka kwa mshirika wao, kuwa wamekwenda nayo kwenye hili. Mimi wala sitaki kuizungumzia hii habari, nimeiacha pembeni kabisa, nimekugusia kidogo tu. Jambo nalotaka kulizungumza nilikwisha lijadili na wewe hapa, lakini limekuja kwa muktadha mwingine na lirudisha tena kwako, tuendelee kulizungumza. Jana kupitia mtandao wake wa Truth Social, Rais Donald Trump aliandika kuwa katika makubaliano walioingia na Saudi Arabia yaliyotangazwa Jumatano ya kuanzisha project mpya ambayo itakuwa ni ya kurutubisha urani katika kiwango cha kiraia, katika makubaliano ya Marekani na Saudi Arabia. Nadhani niliyaeleza juzi kwa kina kabisa, na nikawaambia kuwa hata mpango huu uko kinyume kabisa na kile kilichosetiwa duniani au katika ule utaratibu wa ulimwengu, kwa sababu mamlaka Marekani amejimilikisha ya kuwa yeye ataamua nani awe hivi, nani atarutubisha, nani hawezi kurutubisha. Lakini ni zaidi ya takriban nchi 140 zimesaini makubaliano ya NPT pamoja na IAEA katika uendelezaji wa urutubishaji wa urani, lakini Marekani amejimilikisha kuwa yeye ndio anaweza kuamua kumruhusu nani na kumzuia nani asiweze, hali ya kuwa Marekani naye ni mwanachama tu katika wale 140, lakini amejitwika jukumu la shirikisho moja, yani amejitwika jukumu la Umoja wa Mataifa yeye kama kiranja au polisi, au ameamua kuwa hakimu wa kuhukumu wengine ili waweze kufanya hiyo kazi. Sasa andiko langu linagonga wapi? Andiko langu linakuja kwenye tangazo la Donald Trump alilolitoa jana kwenye mtandao wake wa Truth Social, akisema kuwa kufuatia makubaliano ya Saudi Arabia na Marekani, utekelezaji wa nini kinatoka wapi na ofa inatoka wapi? Amesema kuwa makubaliano haya ya Marekani na Saudi Arabia yatakwenda sambamba na Saudi Arabia kuanzisha uhusiano na Israeli au Saudi Arabia kujiunga na mkataba wa Abraham. Nilishawahi kueleza huu mkataba wa Abraham. Mkataba wa Abraham ni mkataba uliobuniwa na Donald Trump kwenye awamu yake ya kwanza, ukaratibiwa na mkwewe ambaye hivi sasa ni katika lile group la wasuluhishi au watu wanaotumwa sana na Donald Trump, Mr. Jared Kushner. Ameoa mtoto wa Trump. Huyu ndio ile timu yake iliandaa mamia ya kurasa za Abraham. Mkataba wa Abraham jinsi ulivyotengenezwa na ukapewa jina la Abraham ni mkataba ambao ulisetiwa kwa jamii zinazoishi Mashariki ya Kati, ndio maana ukapewa jina la Abraham Accord. Waislamu wanasema Ibrahim Accord, kwa kile ambacho kilisema kuwa kuna imani tatu zinaishi Mashariki ya Kati na zote zinaamini kuhusu Abraham au kuhusu Ibrahim. Jamii ya Wayahudi wanaamini kuhusu Ibrahim, Wakristo wanaamini, Waislamu wanaamini kuhusu Ibrahim kuwa baba wa imani, yani chanzo cha imani zote, wanakubaliana kuwa zinatoka hapo. Sasa huu mkataba ukatengenezwa kwa ajili ya kuweka amani ya nchi zote zilizopo Mashariki ya Kati kati yao.
Lakini huwa siupingi sana huu mkataba. Shida kubwa ya mimi kugombana na huu mkataba kuwa huu ni mkataba ambao kwenye jarida, yani kwa juu, unaonekana kuwa ni mkataba uliobeba wote kwa pamoja. Yani unaweza kuhisi Wayahudi watapata haki yao, Wakristo watapata haki yao, Waislamu watapata haki yao kupitia huu mkataba. Lakini ukiingia ndani ya huu mkataba, ni mkataba unaotoa haki upande mmoja tu wa Wayahudi tu. Waislamu na Wakristo hawapati chao kwenye huu mkataba. Ni mkataba unaomlinda Israeli zaidi. Yani ni mkataba ulioandaliwa kusudi kabisa kuhakikisha kuwa Israeli anakuwa safe, lakini kwenye lile gamba lake ukapigwa brush, ukaonekana kama kuwa huu ni mkataba kwa ajili ya imani zote ambazo ziko pale Mashariki ya Kati. Ukweli kuwa hakuna hiyo haki wanayoipata. Ndio maana mara kadhaa napenda kuambia hiyo haki wangekuwa wanaipata, ambao Netanyahu huwa anazungumza kabisa kuwa hakuna nchi ambayo inatoa usalama zaidi kwa Wakristo Mashariki ya Kati kuzidi Israel. Ni kauli za Netanyahu, lakini Israeli ndio nchi yenye namba ndogo kabisa ya Wakristo Mashariki ya Kati ukilinganisha na nchi zote hata za Kiarabu. Yani Israeli ndio ina Wakristo wachache zaidi Mashariki ya Kati kuliko nchi za Kiarabu. Kwani Wakristo hawana akili kuamua kwenda kuishi Israeli ambako wanapewa usalama? Ukweli ni hadithi kuwa hawapewi huo usalama. 1.8% ya watu wote wanaoishi Israeli ndio Wakristo, ambao haifiki 2%. Ndani ya Israeli ni zaidi ya 20% ni Waislamu. Si unaelewa? Wakristo ambao wanapewa kinga ndani ya Israeli, 20% wanaishi Palestina. 20%. Hali ya kuwa huku wanaambiwa ni wanakonyanyasika, ndio wanakoishi sana. Kule wanakopewa kinga hawaendi, japokuwa wameambiwa njoni huku ni free kabisa, tutawapa kinga. Kwani wao hawana akili? Wanajua ukweli upi? Acha habari unazoziona kwenye mitandao, lakini ukweli wanaujua wao kuwa sehemu iliyo salama zaidi kwetu ni bora tukae huku kwa Wapalestina kuliko kukaa sehemu ambayo inajinasibisha kuwa itatulinda, lakini ukweli kuwa hatupati hicho. Ndio maana unaona kuwa namba ya Wakristo ndani ya Palestina ni kubwa ukilinganisha namba ya Wakristo ndani ya Israeli ambayo ni ndogo, na Waislamu pia ndani ya Israeli ni namba kubwa ukilinganisha na Wakristo. 20% ya raia wote wanaoishi Israeli ni Waislamu, wengi wao ni Waarabu asili, walibadili kutoka wa Palestina wakashifti kwenda kuwa wa Israeli, na wengi walikuwa ni wale asili ya Jordan na wengine ni hivyo hivyo. Sasa ninapozungumza kuhusu andiko la Donald Trump alivyosema kuwa Saudi Arabia itajiunga na makubaliano haya, swali ndio linakuja kuwa aliulizwa na mwandishi wa habari Caroline Levitt, msemaji wa White House, kuwa kwa nini tangazo la Donald Trump limefuata kwenye mtandao wa Truth Social na halikuja kwenye taarifa ya awali ambayo Marekani ilitoa katika makubaliano ya Jumatano na Saudi Arabia. Yaani wakati tangazo mama linatoka kuwa tutaanzisha uhusiano na Saudi Arabia wa ushirikiano wa urutubishaji wa urani na nini na nini, hapakuwa na hiyo point ya kuwa katika hili basi Saudi Arabia itapaswa kujiunga na makubaliano ya Abraham. Haikuwepo, ila imekuja baada. Sasa Levitt alivyoulizwa akasema huo ni uamuzi, tamko la mwisho linatoka kwa rais, na kama Saudi Arabia hawawezi kufuata hilo, maana yake kwa makubaliano yatakuwa yamevunjika. Alitoa hiyo kauli. Sasa turudi nyuma kwenye hili kuwa je, linawezekana? Mpaka nazungumza na wewe muda huu, ufalme haujatoa taarifa yoyote ya kukubali, kupinga, kukataa, vyovyote. Hawajaweka comment yote kwenye maneno ya Donald Trump. Huenda baadaye ikaja taarifa nyingine, lakini nikikurudisha nyuma wiki mbili, taarifa iliyoandikwa na vyombo vya habari vya ndani ya Israeli ilikuwa imesema kuwa ufalme ulipopewa proposal hii ya Abraham Accord ambayo Marekani aliitoa mwezi wa 5 au wa 6 wakati wamefika kwenye makubaliano ya awali kabla ya kwenda kwenye MOU, Donald Trump alisema kuwa alikuwa amezungumza na viongozi wa nchi kadhaa za Kiarabu, akitaja Pakistan, akitaja Misri, akitaja Oman, nchi nyingi ambazo hazijaingia kwenye makubaliano ya Accord, hadi Uturuki. Alisema kuwa alikuwa amezungumza nao kuwa zijiingize kwenye makubaliano. Sasa zinapaswa kukubali kwenye makubaliano, yani lazima ziingie kwenye makubaliano. Nadhani ni Pakistani pekee aliyetoa majibu, akasema kuwa sisi hilo haliwezekani kabisa kwetu, halipo Pakistani. Wengine walikaa kimya, huenda wengine walijibu kwa chini, haieleweki. Sasa mara hii tunaona Saudi Arabia katika madai yao ambayo yaliandikwa na vyombo vya habari vya Israel wiki mbili zilizopita, yalisema kuwa Saudi Arabia ilipeleka masharti mawili kwa Marekani. Ikapeleka sharti la awali, ikamwambia hivi kuwa kwanza tunataka waziri mkuu wa Israeli aondolewe madarakani, asiwepo madarakani. Pia tunataka waziri wa fedha wa Israel Bezalel Smotrich aondolewe na adhibitiwe, kwa sababu projekti zake alizozifanya kwa kuidhinisha mabilioni ya fedha kwenda kwenye ujenzi mpya wa makazi ya walowezi kule West Bank ndio yanaoathiri. Sasa
Nini kimebadilika? Awali, kabla ya haya, tunarudi nyuma mpaka 2023 kutoka kwenye mkutano wa UNGA 78, na hili huwa ninawazungumza mara nyingi. Wakati Mohammed bin Salman anathibitisha kuwa nchi yake inakaribia sana kufikia makubaliano na Israeli ambayo yatakuwa kwenye huu mkataba wa Abraham, halikuwepo swala la Palestina. Swala la Palestina halikuwepo. Kutoka kwenye vurugu zilizotokea Oktoba 7, 2023 kuja mkutano wa UNGA 79 na ikawa kilele cha vita kabisa ya Gaza, Umoja wa Mataifa ukawateua Saudi Arabia pamoja na Ufaransa wataratibu shughuli nzima na utaratibu mpya wa ulimwengu kwenda kuelekea kuanzishwa kwa taifa la Wapalestina. Wiki mbili baada ya Oktoba 7, Saudi Arabia ilitangaza kufuta makubaliano yote ya Abraham Accord na ikasema kuwa imeyafunga yote mpaka pale itapotoa taarifa nyingine, au walisema kuwa hatutofanya makubaliano yoyote na Israeli mpaka pale tutapoona njia ya uwepo wa taifa la Palestina. Saudi Arabia walitoa hiyo. UNGA 79, jukumu alilopewa Saudi Arabia ambalo lilikwenda kwenye ofisi ya waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia, Prince Faisal bin Farhan, alilibeba sambamba na waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa, wakaanza kuratibu shughuli ya uanzishwaji wa taifa la Palestina. Nadhani ndio mliona faida au unaona kile kilichotokea wakati huo. Australia, Uingereza, Jamaica, Spain, Canada, baadhi ya nchi nyingi za ulimwengu wa magharibi zilikwenda kwenye mkutano wa UNGA 80 zikitambua Palestina. Nakumbuka huo mgogoro wa Marekani kumzuia Abu Mazen kuingia kwa sababu zile nchi zilikuwa zinaenda kumtambua, lakini zikatambua kuwa hapo. Haya yalikuwa ni mafanikio ambayo yalifanywa na ofisi ya waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia, Prince Faisal bin Farhan. Katikati hapa Saudia walibadilika kabisa, wakasema kuwa hatutokuwa na mazungumzo yoyote wala hatutoenda kokote kwenye hili mpaka pale litakuwepo njia ya wazi kabisa ya uwepo wa taifa la Palestina. Wiki mbili za nyuma na kuhadithia kuwa Saudi Arabia iliondoa dai la Palestina. Ndio maana vyombo vya habari vilivyonukuu, japo kuwa hii taarifa haikutolewa kama statement maalum kutoka serikali ya Saudi Arabia, lakini taarifa iliyoandikwa na vyombo vya habari ilionyesha wazi kuwa Saudi Arabia ilikuwa imetoa masharti mawili tu kurudi kwenye mazungumzo ya Abraham. Kurudi kwenye mazungumzo, sio kutambua, kurudi. Netanyahu aondolewe, Bezalel aondolewe, ili warudi kwenye mazungumzo ya awali. Lakini takriban miaka mitatu Saudi Arabia imesimama kwenye kipindi toka walivyovunja yale makubaliano kusema kuwa tutaitambua Israel, licha ya kuwa makubaliano yalikuwa yamekaribia sana wakati wa Joe Biden. Yani walikuwa wamefika kwenye pointi za mwisho kabisa za Saudi Arabia kuanzisha uhusiano na Israeli. Na moja sababu ambayo ilitolewa na vyombo vya habari vya Israel mwezi mmoja uliopita, moja ya siri ambayo ilifichuliwa inasema kuwa Hamas walianzisha mashambulizi kwa Israeli kwa lengo la kuizuia Saudi Arabia kuanzisha uhusiano wa kidiplomasia kati yao na Israeli. Niliwahi kulieleza huko nyuma, kipindi cha nyuma niliwahi kulieleza kwa kina. Sasa andiko la Donald Trump kuwa Saudi Arabia ili iweze kufikia makubaliano ya nyuklia ni lazima irudishe uhusiano na Israel, lazima waanzishe uhusiano na Israeli, ambao haijajibiwa na ufalme, ndio inatupa maswali. Nataka kufahamu, nitakuja na taarifa hapo baadaye nitapozipata, kwa sababu nimekwambia mpaka nazungumza na wewe ufalme haujajibu kuwa je, Wasaudia wamebadili mwelekeo wao tena kutoka kwenye walipotoka nyuma 2023 ambapo kuwa walishafanya makubaliano mengi ya kupewa ofa nyingi. Unajua hii kama hii wanazungumzia urutubishaji wa urani ilikuwa ni katika vitu ambavyo Saudia angepewa kwa kuanzisha uhusiano na Israel wakati huo, ikiwemo ndege, ikiwemo vitu vingi ambavyo Saudia alikuwa ameahidiwa kuwa atapewa. Haya yote yalikuwepo, lakini Saudia alishaitupa Palestina wakati huo, haikuwepo kabisa, wala hapakuwa na ajenda yoyote inaitwa ya Palestina ili Saudia aweze kutambuana na nani? Na Israeli. Palestina ilikuwa imeshatupwa pembeni, haikuwepo kabisa, wala haikuwa ajenda. Yani Saudia alitembea kwenye njia ya UAE, alitembea njia ya Morocco, njia ya Bahrain, ambao wao walianzisha uhusiano kwenye mkataba huo wa Abraham mwaka 2020. Wao walianzisha uhusiano. Sasa Saudia hapa katikati akarudi kuibeba Palestina, na hii inatokana na nini? Kile ambacho huwa ninawaambia kuwa nguvu ya umma ya ndani kuna wakati inasukuma pressure, nchi inashindwa kufanya kile inachokitaka. Ndio maana wazungu au Western wanapenda nchi zenye utaratibu kama wa UAE, Qatar, Kuwait, Bahrain, nchi ambazo raia hawana power, ila maamuzi yanakuwa kwa serikali. Unajua juzi jana nilikiona kitu hiki nikajiuliza. Nadhani wengi mmeona kwenye mitandao ya kijamii maandamano yaliyofanyika Kuwait. Kuwait imefanya maandamano na vyombo vya habari vya magharibi havizungumzi kuwa raia wa Kuwait wamefanya maandamano kutaka kambi za kijeshi za Marekani zilizowepo Kuwait zifungwe. Hauwezi kuona kwenye vyombo vya habari vya magharibi. Na mara kadhaa nimekuwa nikiwauliza kuwa
Kwa nini Irani anawashambulia sana hawa Waarabu? Anapiga nchi za Kiarabu. Kwa nini hawa raia wa hizi nchi hawaandamani kwa ajili ya Irani kulalamika kwa nini Irani anashambulia nchi zetu? Leo hii wanalalamika kwa nini Marekani yupo kwenye ardhi yetu. Watawala wanafahamu. Ndio maana nawaambia kwa Saudia imekuwa ni ngumu, kwa sababu Saudia ina population zaidi ya milioni 30 ya watu. Sasa hii nguvu ya umma, ufalme kuna wakati unahofia. Hauwezi ukaenda kwenye maamuzi kama anaweza kufanya UAE, kama anafanya Kuwait, kama Qatar, kwa sababu kuna genge tu la watu ambao limetengenezwa likawekwa pale la uongozi. Hao wengine wote karibu 80% au 90 ya raia wote waliopo kwenye nchi wamepewa uraia wa kupewa. Ukileta fyoko tunakupokonya uraia, unarudi kwenu. Hawawezi kuzungumza lolote wala hawawezi kupinga lolote. Saudi Arabia anakutana na pressure ya nguvu ya umma, maoni ya umma. Ndio maana unaona kuwa anacheza kwa step, kuwa tunaweza tukaenda, lakini wakati mwingine tusikilize maoni ya umma yanasemaje ndani. Sasa tunataka tusubiri, yani mimi na wewe tuendelee kusubiri kuwa tutapataje maoni ya serikali ya Saudi Arabia kuhusu ili kuwa, je, ni kweli Saudi Arabia kabadili karudi kwenye 2023 ya kuitambua Israel bila Palestina, au anabaki kwenye ajenda yake ambayo alikabidhiwa kwenye mkutano wa UNGA 79 ya kusimamia kuwa ni lazima uendeleze mpaka lipatikane taifa la Palestina. Je, Saudi Arabia kasimamia wapi? Hatutaki kutoa hukumu, lakini muda utatupa majibu kuwa Saudi kasimamia wapi kwenye hili. Jamani, sina ya kuzungumza mengi, haya yanatosha nilivyozungumza na wewe. Inshallah tutakutana mara nyingine tena tuzungumze, kwa sababu yako mengi ya kuzungumza. Jumaa karimu. Asante.